magonjwa yako ndani mwako ni kwa sababu ulitwaliwa katika mbegu inoharibika. Kwa leo hii niko mahali hapa kuleta mbegu isiyoharibika, mbegu inayoleta uzima, inayoleta kufanikiwa chini ya jua. Kwa hiyo ningependa tu hii elimu na haya maarifa yapokelewe na kila mtu anayetufuatilia, kila mtu anayetusikiliza kiroho na kimwili. Sio nchi wala sio watu wake, kwa wananchi na serikali zao wanisikilize sana. Madhabahu ni chanzo cha matatizo. Madhabahu ni chanzo cha kuleta maendeleo. Kwa ili uweze kuendelea, ni lazima ukubali kuipokea hii elimu au haya maarifa ambayo mimi Mtume G.K. Mwansasu wa kutoka kwenye madhabahu ya Omina, ili hakika maendeleo yako chini ya jua yaweze kujidhihirisha. Yesu ambaye ni Kristo amerejea. Amina. Kwa katika kurejea kwake tumepewa fursa nyingine. Tumepewa miaka 1000. Hii miaka 1000 amesema tutatawala na kumiliki. Manake ile nguvu sasa ndani ya upendo, nyenyekevu na uvumilivu utaipata. Utaona maisha yako yakibadilika, wewe mwananchi, taifa lako na mipango kwa ujumla katika hii ardhi na hili ya anga. Amen. Kwa Kristo amerejea, yeye ni roho lakini. Amen. Na katika urejeo wake manake tumeachiliwa maarifa. Tumjue shetani, tumjue Kristo. Ndio maana niko mara hapa, ni kwa sababu Yesu ambaye ni Kristo amerejea, na katika urejeo wake ananena ndani mwangu kama roho. Kumbukeni nimewaambia asili ya Mungu ili aweze kufanya kitu duniani lazima awepo mwanadamu. Ndio maana mwanzo wa kushuka Mungu na kujitambulisha chini ya wanadamu, katikati ya wanadamu, aliupata mwili kwa kupitia Yesu. Kwa Yesu yule mnayemuona ndio Mungu mwenyewe. Amina. Mbele ya wanadamu. Kwa hebu mchukue huyu Yesu ambaye ni Kristo leo hii aliyerejea. Hakika ukimpa nafasi katika pendo, nyenyekevu na uvumilivu ndani mwako, utaona mabadiliko, utaona uhai, utaona kufanikiwa katika maisha yako.